Haya sasa, Yasinta anafika nyumbani kwa Chiku, na baada ya kufika ugomvi unakuwa mkubwa. Chiku pamoja na mwanae wanapokea kipondo kizito. Huku kwa upande wa Bilali ameruhusiwa kukaa katika familia hii ya Mzee Kikala, lakini changamoto anazokutana nazo sijui kama atatoboa. Upande wa Kobisi tunaona anapambana kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Sasa pale ambapo tulikuwa tumeishia katika episode iliyopita, tunaendelea siku ya leo. Huyu hapa Kobisi yuko na mke wake, na tunaona wanakubaliana kwenda kumuombea Bilali aishi katika familia hii ya Mzee Kikala, kwa sababu Kobisi alikuwa hana mamlaka yoyote ya kumruhusu mtu yoyote kuishi katika nyumba hiyo. Kwa hiyo ikamlazimu kwenda kuonana na Mzee Kikala ili kuweka kila kitu katika usawa. Lakini baada ya kufika kwa Mzee Kikala baada ya kupokea taarifa hiyo anasema lazima awashirikishe watu wengine, kwa sababu yeye ana wasiwasi kuna chochote kibaya kinaweza kikatokea. Lakini anaambiwa na Kobisi, kwani wewe unaishi vipi na hawa mabinti zako? Lakini baada ya kuambiwa vile, yeye Mzee Kikala alisimamia kile. Mwisho wa siku tunaona huyu mama yake Bilali sasa, ambaye ndo alikuwa anaombewa kwa ajili ya kuishi hapo, anashindwa kuvumilia. Anasema mimi siwezi kuendelea kuongelea haya mambo, acha niondoke. Lakini Mzee Kikala anasema hatutakiwi kuishi kama tunavyoishi, maana maisha haya sio ligi. Kwa hiyo hatutakiwi kufanya mashindano, tunatakiwa kila kitu kiende taratibu tu, lakini kila kitu kitakaa sawa. Na mwisho wa siku kweli Bilali aliruhusiwa kuishi katika familia hiyo. Tunaona Yasinta pamoja na Abasi wanafika nyumbani kwa Chiku, na ulikuwa ugomvi mkubwa kwa sababu walikuwa wanahisi kwamba Chiku ameiba zile pesa ambazo alikuwa amekabidhiwa na huyu Abasi ili kuhakikisha zinakaa sehemu salama. Na mtu ambaye alikuwa ameziiba pesa hizo hakuwa Chiku, ila aliyekuwa ameziiba alikuwa ni huyu Yasinta ambaye ndo mke mkubwa. Lakini mwisho wa siku mambo yameendelea kuwa sio mambo, yani kila kunakokucha tunaona mambo yanazidi kuharibika katika tamthilia hii ya Kombolela. Na tunaona baada ya hayo yote kutokea, Cholo alipigwa sana pamoja na Chiku, ambapo ni Cholo ni mtoto wa Chiku, na alichezewa kipondo kikubwa kwa sababu walihisi kama vile yeye ndo atakuwa ameiba. Kwa upande wa Bilali tunaona ameanza maisha na anapambana na changamoto sasa katika familia hii, kwa sababu amekuwa hata akiwa anataka tu vitu vya kawaida vya ndani anapitia changamoto. Leo amehitaji kuchukua ndoo na anakutana na Mashavu, anampiga vita na kumwambia unatakiwa kuishi kwa kuangalia, we haujui ndoo zinakaa mahali gani. Kwa upande wa Abasi huku naona anamwambia Cholo kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimetokea, atamuweka ndani na atafungwa maisha asitoke tena.